Somo letu jioni ya leo, hakuna uamsho bila nini jamani? Bila maombi. Yaani bila maombi hakuna uamsho. Na uamsho ni nini sasa? Tunapozungumzia uamsho tunazungumza uamsho. Uamsho ni nini? Uamsho ni hali ya kuamka kiroho, kiakili, kiuchumi na kimaisha. Maana tunazungumzia tu uamsho nini? Bwana fufua kazi yako. Tunapozungumza hiyo kitu tunazungumza kwa maana gani? Uamsho ni hali ya kuamka. Ni mtu anaamka kutoka usingizini, mtu alikuwa amelala au amezubaa kwa namna fulani. Kwa hiyo anaamsha, anatoka usingizini. Kwa hiyo uamsho ni kuamka kutoka usingizini kwa maana gani? Kiroho, kiakili, kiuchumi na kimaisha. Unaweza kukuta mtu kanisa kiroho watu wamelala, yani wamelala kabisa, hawafikiri, hawana mambo ya kiroho. Au unaweza kukuta pia kiakili watu wamelala, akili zao hazifanyi kazi. Au unakuta watu pia kiuchumi wamelala, naona wamelala. Au kimaisha pia watu wamelala, wanaona ni sawa tu, kila kitu kiko sawa sawa. Sasa uamsho, tunapozungumzia uamsho tunazungumzia ni hali ya kuamka kiroho, kiakili, kiuchumi na kimaarifa, na kimaisha. Sasa uamsho huu ni kutoka katika usingizi, tunakuja katika uhai wa kiroho. Roho Mtakatifu, hekima na maarifa yanaleta muunganiko sasa wa mambo ya kiroho. Uamsho ni kutoka katika usingizi, uhai wa kiroho, Roho Mtakatifu katika hekima, maarifa na maunganiko ya kiroho. Nimesema tutaangalia mambo mangapi? Mambo manne. Jambo la kwanza tutakaloangalia leo ni uamsho. Uamsho sasa wa mtu binafsi. Mtu binafsi tutaangalia. Alafu tutaangalia uamsho kwa kanisa zima. Alafu tutaangalia uamsho katika idara na vikundi. Tutaangalia uamsho katika taifa zima. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo uamsho kwanza ni vizuri sana uanze kwa mtu binafsi. Mtu binafsi. Unagundua kwamba nilikuwa nimelala au nimelemewa, kwa sababu uamsho usingizi wa kiroho unaweza ukaja kwa mtu mwenyewe binafsi tu, ukagundua kabisa kwamba nimelala kiroho. Unaweza ukaangalia vile ambavyo ulikuwa kwanza na vile ulivyo. Sasa ni wewe mwenyewe unaanza uamsho, unaanza na mtu binafsi. Binafsi uamsho unaanza. Na nataka tuangalie hapo. Na katika kila uamsho wowote kuna mtu mmoja alisababisha. Yaani anatokea tu mtu mmoja anasababisha, unatokea uamsho kwa watu wengine. Leo nisikia mafundisho, unisikilize vizuri sana, ili tunapokwenda na hizi taratibu zetu za maombi tunataka watu wamaanishe. Naona isiwe tu kama tumepanga liturujia au taratibu sio na maana. Nataka tumaanishe kabisa kwamba tunaomba, na baadaye tukienda huko mbele zaidi, kwa sasa hivi tusianze hiyo, lakini ikikomaa vizuri tutakuwa sisi kwenye lile kundi letu tutakuwa na grupu. Kila kundi litakuwa na grupu, kila kundi kupashana habari. Na huko kwenye hilo grupu baadaye tutakwenda sio kuleta taarifa fulani au picha fulani, ni kuleta tu kwamba leo saa 9 usiku grupu letu tutaendelea na maombi. Sijui tunaelewana ambayo hiyo saa 9 usiku haimfanyi mtu akose nafasi. Kuna ile ya pamoja ya kukutana hapa kanisani, lakini mnapatana sisi leo saa 9 usiku au saa 8 usiku, kila mtu kwake tutakutana, na message hizo zinakuja kuanzia asubuhi mpaka saa 11 jioni. Hiyo tutaifanya huko baadaye, lakini sasa tutakuwa tunasaidiwa na waratibu, watakuwa wanaonyesha kwenye grupu la kanisa ni kundi gani liko kwenye zamu kila siku. Sawa mzee wa kanisa? Sawa? Kila siku kwamba kundi fulani leo liko kwenye zamu, linaonyeshwa pale. Hiyo ni kukumbushana. Kwa hiyo uamsho kwanza unaanza wa mtu binafsi. Tuende moja kwa moja tuangalie mtu binafsi. Tuanze na Nehemia. Nehemia alikuwa ni mtu, alianza yeye uamsho peke yake.
Kipengele cha kwanza tunasema uamsho huanza na mtu binafsi. Naposoma kitabu cha Nehemia sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 4, Biblia inasema hivi: habari za Nehemia mwana wa Akalia, ikawa katika mwezi wa Kisiliu mwaka wa 20, nilipokuwa Shushani ngomeni, Hanania mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu, tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, sikiliza, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Sasa unaona, huyu ni mtu binafsi, mtu mmoja. Aliulizia habari za watu wa uhamisho ambao walitokea utumwani. Alitaka kujua kule Babeli wana hali gani. Akataka kujua huyu Nehemia. Nehemia akaambiwa wale watu hali zao ni mbaya sana, wako katika dhiki, wako katika utumwa, wako katika mateso, na kuta za Yerusalemu zimefanya nini? Zimebomolewa na malango yake. Anasema niliposikia hayo maneno nikafanya nini? Nikaomboleza, nikalia, nikafunga, nikaomba mbele za Mungu. Tunaona huyu alikuwa ni mtu mmoja. Kwa hiyo uamsho unaanza kwanza na mtu mmoja. Mtu mmoja anaweza akaanza uamsho katika jamii fulani, akashikwa moyoni mwake, na yeye akasababisha hiyo chachu ikaenda kwa watu wengine. Kwa hiyo tunaangalia kipengele cha kwanza, uamsho unaanza na mtu binafsi. Hapa tunamwona mtumishi wa Mungu Nehemia kutaka kujua tu taarifa za Yerusalemu zinaendeleaje. Wewe mtu mwenyewe binafsi unaweza kutaka kujua taarifa za kanisa la Mungu Tanzania zikoje. Inakupa mzigo sasa, inaanza kukusumbua. Yaani maana yake wewe unakuwa sio mtu wa kuridhika. Unaweza kaona makuta ya kazi ya Mungu ni kama hayako katika hali inayokubalika. Unaweza kaona kama tulivyojifunza wakati ule Jumapili iliyopita ile, alivyokuwa analia nani? Habakuki, sala yake ni kwamba aliona hali haiko sawa sawa. Kwa hiyo uamsho unaanza na mtu mmoja mmoja. Nehemia hapa anaanza. Sasa baada ya hapo Nehemia anaendelea sura ya pili tutaangalia mstari wa 16 mpaka 18. Wala mashehe hawakujua nilikokwenda wala nilivyotenda, wala sijawaambia Wayahudi wala makuhani wala wakuu wa mashehe wala watu wengine waliokuwa wakifanya kazi hiyo. Kisha nikawaambia, mnaona hii hali dhaifu tulionayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto? Haya, na tuujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe shutumu tena. Nikawaeleza habari za mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme alivyoniambia. Nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia mikono yangu nguvu kwa kazi hiyo njema. Unaweza ukaona sasa uamsho unaanza na mtu mmoja ambaye haridhiki na hali halisi iliyopo. Aliposikia habari za Yerusalemu huyu Nehemia, maandiko anasema akaomboleza, akalia. Yaani uamsho unaanza na mtu mmoja. Wewe mwenyewe binafsi, kwa sababu tunaye Mungu mwenye nguvu na mwenye uweza, unaweza ukaanza mwenyewe binafsi kwanza. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana? Uamsho unaanza na nani jamani? Na mtu mmoja. Na kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Tunaona hapa Nehemia anaomba, anaomboleza, anatafuta uso wa Bwana, na baadaye anawapasha ndugu zake, anambia, jamani, mnaona hali ya Yerusalemu, malango yamebomolewa, mambo yameharibika, angalieni jinsi tulivyo katika hali ya dhiki, pamoja na mashutumu haya tunayoshutumiwa. Hata ungeliangalia kanisa leo, unaweza ukaona kanisa ni kama lina mashutumu, linashutumiwa. Kuna maneno mengi juu ya kanisa, kwamba kuna miujiza feki. Si ni maneno ya kanisa linashutumiwa jamani? Kuna ulaghai mwingi. Sasa mtu mmoja mmoja unaanza kuangalia hichi kitu, unaona hapana, hii hali
milango imefanya nini? Imevunjwa. Yerusalemu kumefanya nini? Kumebomolewa. Sasa Nehemia anachukua zamu yake, anaomba mbele za Bwana. Ukipata muda unaweza ukasoma pia habari za mtu mmoja anaitwa Ezra. Katika Ezra sura ya 7 mstari wa 10 tunaona Ezra naye kama mtu mmoja peke yake anasababisha uamsho mkubwa. Ningeweza kuendelea kuelezea mambo ya Nehemia yalivyokuwa. Nehemia alileta uamsho mkubwa sana baada ya maombi yale. Wakina Sanibalati, wakina Tobia, wakina Mwarabu, wakina Mororo, hawa wote walijaribu kupingana na ile kazi, hawakuweza kabisa. Akaweka utaratibu huyu mtumishi wa Mungu Nehemia. Watu wakawa wanafanya kazi na mkono mmoja na mkono mwingine walikuwa wameshika silaha. Inamaanisha nini kwetu leo? Tunafanya kazi na mkono mmoja, mkono mwingine tumeshika silaha. Sio panga, ni silaha ya maombi, silaha ya kutafuta uso wa Bwana. Mungu wetu apewe sifa. Kwa hiyo unaona umewekwa kwenye hii zamu ya maombi, ni kwamba utaomba tu mara moja mpaka zamu yako itakapokuja kukufikia. Yaani kama usipokumbushwa unaweza ukasahau. Unaona Kwa sababu itakukuta tena baada ya vikundi zaidi ya vingapi vimepita huko mbele. Kwa tunataka tuone, kwa sababu Mungu wetu yuko hai na hii ndio njia mojawapo ya uamsho. Nataka niwaambie wapendwa, kuna mambo ya tofauti Mungu anakwenda kuyafanya katika nchi yetu ya Tanzania, anakwenda kuyafanya katika mkoa wetu wa Tanga, anakwenda kuyafanya hata kwako wewe mwenyewe binafsi. Mungu wetu apewe sifa. Ezra sura ya 7 mstari wa 10. Mtu mmoja huyo, nazungumzia juu ya mtu mmoja anaweza kuleta uamsho. Imeandikwa hivi: kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Unaona, kwa maana huyo Ezra alikuwa ameelekeza moyo wake kwa Bwana, no, kuitafuta sheria ya Bwana. Alipoipata ile sheria ya Bwana, Ezra mtu binafsi, maandiko anasema naye akaitenda ile sheria ya Bwana. Na alipoitenda, maana yake akawa familia na ile sheria. Halafu akawafundisha sasa Israeli hukumu za Bwana. Huyu mtu anaitwa Ezra. Ukisoma huyu Ezra ndio alichukua makundi ya wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa kuwapeleka Yerusalemu. Huyu Ezra, uamsho mkubwa ukatokea. Ukisoma habari zake huyu Ezra katika ile sura ya 10 mstari wa 4, ndio huyu alikuja kuambiwa, inuka, maana shughuli hii inakuhusu wewe na sisi tuko pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukaitende. Ni huyu Ezra. Mtu mmoja akasababisha uamsho, mtu mmoja tu anasababisha uamsho. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwako wewe na mimi ukaamka, nikaamshwa katika usingizi. Mwandishi wa kitabu cha Waefeso akikaza hiyo habari ya kuamka, anasema maneno haya katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 5 ule mstari wa 14. Anasema maneno haya: hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Unaona, anataka kuonyesha kwamba lazima mtu aamke, lazima wake up, utoke kwenye usingizi wewe mwenyewe binafsi, juu ya maisha yako, juu ya wokovu wako, juu ya kutembea pamoja na Mungu. Panga mipango, kwa sababu upande tunaopambana nao ni kama umeleta usingizi mkubwa sana duniani. Lakini Mungu ashukuriwe, kupitia mtu mmoja mmoja uamsho unakwenda kurudi katika viwango visivyo vya kawaida. Mungu wetu apewe sifa. Kwa hiyo uamsho unakuja, au uamsho unatokea kwa maombi, au hakuna uamsho bila maombi. Kwa hiyo tumemwona Ezra, tumemwona Nehemia, ningeweza kuandika watu wengi sana. Tunaweza tukamwangalia hata Habakuki ambao tumemsoma habari zake, Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Huyo alikuwa ni mtu mmoja, naye alikuwa anatafuta kuleta uamsho. Imeandikwa hivi, Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 3: mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi atakavyonijibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuifikiria,
mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi haitakawia. Unaona, huyu ni mtu mmoja, naye ni mtu mmoja huyu. Huyu ni mtu mmoja, anaitwa nani? Anaitwa Habakuki. Naye kipindi chake alisababisha uamsho ukatokea. Akasema mimi nitasimama katika zamu yangu. Yaani wewe mwenyewe binafsi unatakiwa usimame katika zamu yako. Usiangalie mtu mwingine, usimwangalie yoyote yule, wewe usimame. Jamani, uamsho unaanza na mtu mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuseme wote kwa pamoja, uamsho unaanza na mtu mmoja. Huyu mtu anabeba mzigo, anasikia moyoni mwake kwamba hii hali sitakubaliana nayo. Sasa hapa tumemwona Nehemia, tumemwona Ezra, lakini pia tumemwona nani? Tumemwona Habakuki. Anasema nitasimama katika zamu yangu kwa ajili ya kulalamika kwangu, nisikie lile Bwana atakaloniambia. Na Bwana akamjibu akamwambia, iandike hii njozi. Naona akamwonyesha, akamwambia iandike hii njozi, alafu ifanye isomwe na watu wengi kama maji. Hata kama itachelewa, lakini inafanya haraka kufanya nini? Kutimia. Haitakawia, na ile njozi itatimia. Kwa hiyo uamsho unaanza kwa maombi, lakini hapa tunazungumzia kwanza kwa mtu binafsi. Na kutegemea wewe binafsi, na kutegemea sana wewe binafsi, utabeba huu mzigo kwa sababu ya hali hii. Nataka macho yetu yaone kwa pamoja, tunapoomba, tunapokuwa na kilio mbele za Mungu, tuone wote kwa pamoja kwamba hali tulionayo kwa kweli sivyo ilivyo. Mungu wetu apewe sifa. Jamani, Mungu wetu apewe sifa. Ndio ilimfanya mtu mmoja, Elia Mtishibi, enzi zake aone hapana, manabii wa Baali wanatamba sasa, wanaifanya Israeli yote pamoja na mfalme Ahabu imegeukia mambo mengine. Kwa hiyo huyu mtu mmoja akaamua, akasema haiwezekani. Unaona? Na unajua kwa sababu gani? Elia ilifikia mahali akafikiria kabisa hakuna mtu mwingine, kwa sababu alikuwa anazungumzia juu ya individual, yeye peke yake. Ndio anasema mahali pengine pale, nimesalia nabii wa Bwana peke yangu. Unaona? Ni nafasi ya mtu mmoja, japo kulikuwa kuna watu wengine zaidi ya 7,000 hawajapigia magoti Baali. Ilikuwa imemchukua Elia namna hiyo. Anaona kwamba mambo haya anayoyaona haya sio ya kawaida. Kwa hiyo na sisi kama kanisa, wewe mwenyewe binafsi usipende kuridhika. Nimesema hapo mwanzo, uamsho ni hali ya kuamka kiroho. Sasa unaweza ukaangalia kiroho chako, sio cha kanisa zima. Wewe mwenyewe binafsi kiroho ukoje? Umeamka kiasi gani? Au unazidi kushuka? Unaweza kaangalia uamsho pia kwako binafsi kiakili. Sizungumzii mambo ya mathematics, sizungumzii mambo ya statistics, sizungumzii hayo. Nazungumzia yani kiakili, wewe unachukuliaje mambo haya ya kiroho? Kwa hiyo unaweza kuwa umelala, akili zako zimelala. Unaona? Hazina uamsho. Maana yake jambo likitokea tu ambalo akili zingekuwa macho, ungegundua hapa sipo mahali pake. Yaani akili za kiroho pia zinaweza kusababisha ukaamka, hata dhambi ukaikataa kwa akili tu za uamsho. Ukiwa mtu wa uamsho unajua huku nakokwenda nitatokea kubaya. Lakini kama akili zimelala, maana yake hakuna uamsho. Ni rahisi sana kuingia kwenye makosa. Ni rahisi sana kujikuta adui anakutumia, kwa sababu akili zako hazifanyi kazi. Lakini pia uamsho kiuchumi. Unajaribu kuangalia nitafanyaje ili nifikie kwenye mafanikio, kwa sababu tunaishi duniani, hatuishi mbinguni. Unajaribu kupanga na kufikiria. Nilikuwa juzi kule Kigoma, nikawa sehemu moja ya Kasulu. Nilikuwa nafundisha watumishi wa Mungu. Nikawa nawaambia jamani, usiogope kulima, usiogope kufuga. Wewe ni mtumishi wa Mungu, kama una nafasi hiyo fanya. Naona kwa sababu kuna akili zilizofundishwa ya kwamba huwezi kutumikia mabwana wangapi? Mabwana wawili. Kwa hiyo wachungaji wakaacha, lakini wana ardhi nzuri kabisa ambayo wangeweza kulima. Na nikamwambia sio lazima uende wewe ukashike jembe, unaweza ukaweka tu mpango, mtu mwingine akakusaidia, ili wakati wa kuvuna na wewe unafanya nini? Unavuna. Inakupa ujasiri hata unaposimama kuwahubiria watu. Wakawa wengine wakawa wamenielewa vizuri sana. Kwa hiyo uamsho kiuchumi, uamsho kimaisha. Yaani huo uamsho unaweza ukajikuta kimaisha umelala. Sio kwamba umelala usingizi, yani umelala, lakini ukiwa kuna uamsho kiroho, kiakili, kiuchumi,
Na kimaisha, yani kimaisha unaamka, unaona, unaweza ukaanza kuplani maisha. Sio lazima uwe na pesa nyingi, no. Sio lazima uwe na vitu vingi, vile vile ulivyo navyo vichache tu unakuwa umeamka kimaisha, ili utembee katika kusudi la Mungu wa mbingu na nchi. Kwa hiyo Elia pia alikuwa ni mmoja wapo, alisababisha uamsho. Unasema uamsho unaanza na mtu mmoja. Twende sasa uamsho namba 2, uamsho kwa kanisa. Uamsho kwa kanisa zima. Sasa hii ndio tuko nayo sasa hivi. Tunataka tukaita kanisa kwa maana ya hapa kwetu. Sisi jamii ya kanisa tulioko hapa. Tunataka uamsho. Tunataka uamsho. Na nimesema uamsho unakuja kwa njia ya nini jamani? Ya maombi. Tumepanga maombi. Tumepanga makundi. Kundi la kwanza namba 1 lilianza, ambalo liko na mzee Mligo, kuna mzee Mgonja, kuna mama Grace, kuna John Obadia. Limeshaomba siku moja na limemaliza. Mpaka haya makundi yote yaje yamalizike ni tarehe 4 mwezi wa 6 ndio wanarudia tena. Tarehe 4 mwezi wa ngapi? Sio hii. Okay, sawa. Asante sana. Mpaka tarehe 4 mwezi wa 6 2025 ndio kundi lingine tena linaanza. Si unaona? Maana tarehe 3 kundi namba 30 linamaliza. Naona. Kwa hiyo lile kundi namba 1 litakuja kuanza tarehe 4 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Sasa leo ni tarehe 7. Kweli utashindwa kweli, ambaye ulishamaliza siku 3 zilizopita, paka mwezi wa 6 tarehe 4. Sasa haya mambo nataka tuyafanye yaingie kwenye mioyo yetu, yaani tuone hii ni moja ya kwetu. Yaani ikiingia sawa sawa, hata tunapoomba italeta matokeo ya tofauti sana. Lakini kama utachukulia tu mimi leo niko kwenye zamu, nisije nikaonekana sijakwenda, nadhani haitakaa sawa. Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu. Unaona walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha, wakiomba, wakitafuta uso wangu, wakiacha njia zao mbaya, hata kama mbingu zimefunga, anasema Mungu, mimi nitaitazama nchi yao, nitaiponya nchi yao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo tunakwenda kama kanisa, maana yake kwa njia ya maombi kuna uamsho mkubwa sana Mungu anakwenda kuuleta. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 mpaka ule mstari wa 43. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Hapa tunazungumzia habari ya kanisa. Au kwanza tutasoma hapa, tutarudi sura ya kwanza. Sura ya 2 Matendo ya Mitume mstari wa 42 au tuanzie ule wa 41. Anasema nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. 42 wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, na ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyao shirika. Unaona hapa ni kanisa zima. Watu 3,000 walioongezeka na wengine. Kwa hiyo kulikuwa na ushirika mkubwa sana. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, wakawa wakimega mkate, wakawa wakisali. Biblia anasema ishara na maajabu vikafanyika kwa mikono ya mitume. Unaona Kwa hiyo ukawa uamsho mkubwa sana. Kanisa hili la mitume au kanisa la kwanza, ikatokea uamsho mkubwa sana kwa sababu walikutanika wote kwa pamoja, wote wakawa na nia moja. Nataka wewe uwe balozi mzuri unapoanza kujua hili ni jambo litakaloleta matokeo makubwa sana tutakavyokuwa tunaendelea. Lakini kuna watu ambao wengine watakuwa wanakuwa kama wapingaji au wasiite wapingaji, ambao hawajaelewa vizuri. Sasa wasije wakakuvunja moyo. Wewe uwe balozi wa kuwaelewesha kwamba swala hili lenyewe kiroho linanipa afya ila kufunga siku moja na kuwa mbele za Bwana. Si ndio watu wa Mungu? Si ndio watu wa Mungu?
Yaani wewe mwenyewe linakupa afya ya kiroho. Unaona? Hilo swala. Kwa hiyo mtu mwingine akikwambia hii sijui imekuaje, mwambie hapana, mimi mwenyewe tu hapa napata afya ya kiroho. Sasa hapa ilikuwa ni kanisa zima kwa ujumla, na baadaye uamsho mkubwa ukatokea, uamsho usio wa kawaida. Na mimi nimesikia hivyo moyoni, na kwa mujibu wa maandiko na ule msukumo ambao nasikia, ninaona tukishika vizuri tutaona matokeo makubwa sana sana, yaani ya kushangaza. Haya ambayo tumeyaona haya bado. Kuna waimbaji fulani tulikuwa nao zamani, walifika kwetu Mombo kule, wakawa wanaimba. Jioni moja waliimba, yani waliimba mpaka tukasikia hawa jamaa hatari sana. Tukawapikia chakula wakala. Sasa unajua miaka ile unapika kwenye dish ile beseni, nini inaitwa, sinia ile ugali unawekwa kwenye sinia, alafu mboga maini, alafu maini sio ya ng'ombe, ni maharage, yanakuwa yamepikwa yamejaa pale, ndio mboga ya maini. Wale jamaa wakafuta ile sinia yote na maini yote yakafuta. Alafu waliposimama kuimba wakasema bado yenyewe anakuja kuzidi haya. Kwa hiyo tukachukulia pale kwamba kumbe hii shughuli ya leo hii bado yenyewe anafanya nini? Yanakuja. Kwa hiyo mimi nataka nikuambie katika maombi haya tutakayoomba, haya tunayoyaona yametokea haya, tunaona labda kama tunapanda kidogo hatua fulani, bado yenyewe yanakuja kuzidi haya. Sasa sisi kesho yake tukaweka sinia 2 zaidi. Naona. Alafu tukaongeza na dagaa. Kwa una maharage na dagaa, kwa sababu jana walituimbia bado yenyewe yanafanya nini? Yanakuja. Nimeuleta mfano huu kwamba tuone kuna mambo makubwa yanakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema kule kiakili, kiuchumi, si ndio? Tunaanza kuona sasa baadhi ya watu, kila mmoja, watu wana nyumba zao wanajenga, watu wana magari sasa wanakuwa nayo, watu wana mapikipiki, watu wanapandishwa vyeo. Sasa hayo ni mambo, ni matokeo ya nini? Ni majibu ya nini? Ya maombi. Majibu ya maombi. Sasa bado yenyewe yanafanya nini? Yanakuja kuzidi haya. Lakini njia ni maombi. Njia ni maombi. Kwa hiyo ni kanisa hilo likaomba. Biblia inasema wakiwa na ushirika mmoja kama kanisa likaomba. Lakini ukikuta kanisa sasa hawana ushirika, hawawezi kuomba kwa pamoja, ndio hapo nakuta nguvu ya Mungu inafanya nini? Inashuka. Naona maombi yatatupa discipline pia. Yaani huwezi ukawa na neno juu ya mtu mwingine. Maombi yanatengeneza, utakuwa na huo muda kwa sababu una ndugu, tumekubaliana kwa shauri hili, kwa shauri moja. Sasa pale Mungu ndo anakaa. Mtaanza kuona hatua nyingine zinakwenda. Na ukiona mwenzako Mungu anambariki, anamuinua, wewe usisishikie shida, endelea kumuombea kwamba Mungu endelea kumbariki ndugu, endelea kumbariki ndugu, kwa sababu baadaye kila mmoja atakuwa amebarikiwa. Bwana Yesu libarikiwe. Miaka ile ya 90 naona ni 90 au 2000, sio 90. Nadhani karibia kwenye 2000 au 90 na huko juu kidogo. Sijui ni kama 98, wakati simu hizi ndo zimeanza kuwepo hapa nchini. Ilikuwa mtu akipata simu kanisani anasimama anashuhudia, Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu nimepata simu Nokia. Nimepata simu kale kwenye kadude namna hii. Kilikuwa kanaitwaje? Siemens. Mtu anashuhudia alafu kanisa zima linapiga kelele. Mgeukie mwenzako mwambie leo ukishuhudia tunakuona mshamba wewe. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni vitu vyote viko kwa watu wote. Kwa hiyo sio simu, hata magari. Kesho kila mtu atakuwa nalo. Hata kuna watu hawasemi amina hapa. Nasema kesho kila mtu atakuwa nalo. Na hata nyumba kila mtu atakuwa nayo. Yaani hivyo ni vitu vya kawaida tu kabisa, vitafikia vitu vya kawaida kabisa. Kwa hiyo kanisa likaomba. Biblia inasema ishara na miujiza na mambo makubwa yakafanyika. Lakini pale kanisa linapokubaliana kwa pamoja. Na hivi tunavyokubaliana, yani mtu ambaye atakuwa anashindwa utajikuta anatoka tu kama vile kitu kimetupwa katikati, kama unasafiri na meli, alafu ukatupa nini ya maji, umekunywa maji alafu ukatupa ile chupa ya maji au kopo lile la maji. Litakuwa pale juu pale katikati ya bahari, lakini baadaye litatupwa, litakwenda nje kwa sababu halina uwezo wa kustahimili. Kwa hiyo pia maombi tutakapokuwa tunaomba, mtu ambaye hayuko stamina atakuwa anajikuta tu anatoka, hawezi kutembea. Matendo ya Mitume sura ya 12 nazungumzia kanisa. Uamsho unakuja kwa maombi. Kanisa la Matendo ya Mitume sura ile ya 12
mstari wa 5. Mstari wa 5 Biblia inasema hivi, nalo kanisa mstari wa 5 unasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hapa kanisa lilikuwa limelala, Yakobo akauawa, lilikuwa limelala, Herode akawa anatangaza kwa kula cha kanisa, sitaki kuwaona mitume, nikimwona mtu yote mtume nafanya nini? Ninamuua. Kwa hiyo akawa amemuua nani? Amemuua Yakobo. Biblia inasema ikaonekana amewapendeza Wayahudi. Wayahudi wakafurahi kwamba tunaye mtu ambaye anapinga hii imani isiyokuwa sawa sawa. Ndipo wakamshika na Petro, wakamtia wapi? Wakamtia gerezani. Lakini Mariamu mama yake Marko akakusanya kanisa, yani akawakusanya waumini wakawa kwenye nyumba moja. Biblia inasema naye Petro, basi Petro akiwa akilindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Unaona uamsho ukatokea. Ulitokeaje? Mungu akatuma malaika kutoka mbinguni akamtoa Petro wapi? Gerezani. Halo, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kanisa likiomba kwa maombi, yoyote aliyo kwenye vifungo anafanya nini jamani? Anafunguliwa. Yoyote anafunguliwa. Hata angekuwa mgumu kiasi gani, Mungu anamfungua. Acha ile lugha ya kusema Tanga bwana sijui kuna kabila fulani hao ni wagumu sana. Kwa Mungu hakuna kitu kigumu, yote yanawezekana kwake aminie. Kwa kanisa likiomba, lilipoomba kanisa pamoja na mageti yaliyokuwa yamewekwa na serikali ya Rumi chini ya kina Herode, pamoja na askari waliokuwa wamesimama mlangoni, bado malaika aliwapita askari, akaenda chumbani, akaenda kule gerezani, akamuinua Petro, na Petro akaamka, akajifunga, akamtoa. Maaskari wamesimama na mapanga yao, macho hayaoni. Maombi yanapofusha wengine walio maadui, yanaweka nuru kwa watu wake. Maandiko yanasema Petro akaenda kwa kina Mariamu na wale watu walikuwa wamekusanyika pale, kwa sababu kanisa lilikuwa linaomba. Uamsho pia unakuja kwa kanisa likiwa linaomba kwa pamoja. Ndio maana katika maombi haya tafadhali sana naomba tujifunge kibwebwe, tujifunge mkanda tafadhali. Ninyi wenye makundi yenu utafute, usikae kimya hata ujui kundi lako, utakuwa ututendei haki. Kama ulikuwa hujasikia vizuri siku ya Jumapili, ulizia mpaka uwapate watu wa kundi lako. Muwe familia, muwe mnafahamiana kabisa kwamba sisi ni wa kundi fulani, ili wewe uone wakumbusha wenzako, jamani tumekaribia. Pamoja na maombi mengine ambayo watu wanaomba, haya ni maombi tumeyaweka maalum. Kwa hiyo naomba na wewe, wewe usisahau, mimi katika zamu yangu nitasimama nikifundisha, nikielekeza, nikikumbusha, na wewe kwenye hilo kundi lenu, pamoja na kwamba mna viongozi wenu, mnajaribu kukumbushana kama jamani tunaomba. Tumesema uamsho unaleta nini? Unaleta faida gani jamani? Kiroho watu wanaamka, kiakili watu wanaamka, kiuchumi watu wanaamka, na kimaisha watu wanaamka. Kwa hiyo kanisa hapa liliamka. Petro hakuuawa. Kama kanisa lingelala hapa, Petro angefanya nini? Angeuawa. Lakini Petro hapa hakuuawa. Petro akatoka, na kesho yake asubuhi, ili Mungu alete uamsho mkubwa, maandiko yanasema Herode akatuma watu gerezani ili wamlete Petro auawe. Walipofika wakakuta askari wako pale wamesimama, wakafungua milango kuingia ndani, hawamuoni nani? Hawamuoni Petro. Askari wanaulizwa maswali, hawana jibu. Biblia inasema wale askari wakafanya nini? Wakauao. Unaona? Baadaye Herode naye akasimama atoe hotuba. Hotuba yake ilikuwa nzuri sana. Watu wakasema hiyo sio sauti ya mwanadamu, hiyo ni sauti ya Mungu. Yeye akasema hamna cha Mungu, hiyo sauti ni ya kwangu. Chango likamla akafa. Biblia inasema neno la Bwana likazidi na kuenea. Kwa hiyo uamsho unakuja kwenye maombi. Maombi kanisa tukiomba, discipline mbalimbali hazitahitaji kuelezana. Kila mtu atajua hiki hakinifai, kwa sababu tayari uamsho utakuwa umekuepo. Tunaweza kuweka mistari mingi, lakini ngoja tuendelee sehemu ya 3. Sehemu ya 3 nimeweka katika idara au katika vikundi. Kanisani kuna idara mbalimbali. Naona kuna idara ya vijana na watoto au watoto na vijana. Kuna idara ya wakina mama. Kuna vikundi vya wazee. Kuna wanaume, si ndio? Sasa kuna vikundi mbalimbali na idara zipo ndani ya kanisa. Sasa uamsho pia saa nyingine unaweza ukatokea pia kwenye vikundi, sio lazima uwe kwa kanisa zima. Unaweza ukatokea tu kuna vikundi kanisani vikasema hapana, sisi tunaamua kufanya kitu hivi, na Bwana anafanya mambo ya namna. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6,
mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Biblia inafundisha habari ya Elisha. Alikuwa na kundi moja la wana wa manabii. Hao wana wa manabii wakamwambia Elisha, mahali hapa tunapokaa ni padogo, hapa tutoshi, twende tukakate miti tuongeze eneo. Biblia inasema Elisha akaondoka akaenda na lile kundi la wana wa manabii. Hapa hawakuwa manabii wote, kwa sababu manabii walikuwa wengi, lakini walikuwa kundi fulani lilikuwa limeamua. Kwa hiyo uamsho pia unaweza ukatokea kwenye kundi fulani. Na unakuta labda saa nyingine hapa kanisani tunasemaga wamama bwana wako update, mambo yao yako vizuri sana. Huo ni uamsho maana yake. Na kama kuna kundi lina uamsho. Sasa kwaya ya Shalom, kwaya ya vijana iko makini kweli. Huo nao ni uamsho kwenye kundi fulani. Unaona? Wazee sijui nini. Mambo yanakuwa namna hiyo. Kwa hiyo hapa alikuwa pana kundi likawa linafanya, na uamsho pia Mungu anauruhusu kupitia kundi la hawa manabii. Kundi la hawa manabii uamsho ukatokea. Katika Kutoka sura ile ya 17 mstari wa 10, uamsho ulitokea kwa maombi kwa kundi la watu watatu, Musa, Haruni pamoja na nani? Na Huri. Maandiko yanasema Musa, Haruni na Huri wakapanda mlimani. Musa akashika ile fimbo na Haruni na Huri wakawa pale. Wakawa wanamuomba Bwana. Hiki ni kikundi cha watu watatu. Waisraeli wengine wote walikuwa bondeni. Unaona? Na kule kulikuwa kuna nani? Kulikuwa kuna Joshua wameshika upanga. Lakini watu watatu walienda. Kwa hiyo mnaweza mkawa kikundi tu cha watu watatu. Na unaona hichi kikundi hakikuwa na sifa, hakikuwa kunajionyesha, yaani kilikuwa ni kikundi tu ambacho kilienda kwa ajili ya maombi. Sasa kanisani pia mnaweza mkawa na mambo kama haya, lakini pakawa pana kikundi labda cha watu watatu, watu wanne, watu watano, wanaenda. Mnakumbuka mama mchungaji mwanzoni kabisa Januari alisema anataka nipate kikundi cha watu tutakao kuomba. Maana yake ni kama hii hapa. Yaani kunakuwa na kikundi cha watu fulani kinajikomiti kwenye maombi fulani. Hicho kinaweza kusababisha pia uamsho. Mnaendelea tu kanisani tu hivi. Na hata hapa kanisani tuna watu ambao wanafanya maombi kwa namna fulani. Inawezekana hiyo inakusaidia, inatusaidia, inafanya kanisa linafanya nini? Linaendelea kukua na kusimama. Lakini kwa sababu ya kikundi fulani, lakini hakiwezi kaja kasema jamani sisi ndio kile kikundi cha maombi tulicho kanisani. Hakiwezi kusema. Sasa kinaweza kutokea vikundi kama hivyo. Musa, Haruni pamoja na Huri walikuwa katika mpango wa namna hiyo. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 25 unasema nasi tusiache kukusanyika kama na wengine wanavyofanya. Naona desturi za wengine wanavyofanya. Kwa hiyo hivyo ni vikundi, haviachi kukusanyika. Tumepanga sasa hivi mpango, tafadhali sana tusaidiane, mama mchungaji, wazee wa kanisa, mashemasi, makatibu. Tunasema Jumapili pamoja na huu mchakato wa maombi tunakwenda nayo, watu wote wa huduma, yani kuanzia mashemasi wa zamu, viongozi wa sifa na muziki na sifa, wanakwaya, mnakutana. Kama ni kwaya ya vijana mnaweza mkakutana mahali fulani mkaomba, kama ni kwenye chumba pale kabla ya kuja madhabahuni. Yaani mtu usije madhabahuni tu umetoka from nowhere, unafika tu umekaa kwenye kiti unachomoka tu ule unakuja madhabahuni. Mnakutana kwanza, mnaunganisha roho kwa pamoja. Pale mnasema Mungu tusaidie, tupe neema. Tunataka tuende tukamuimbie Bwana. Tunapoimba pale watu wa Mungu wafanye nini? Wafunguliwe, muujiza utendeke. Sio kuimba kwa sababu tunachukuliwa na video baadaye tujiangalie kwenye YouTube. Haina maana hiyo. Tunaimba hata kama tunachukuliwa na nini kamera, hiyo sio sababu. Sisi tunamuimbia, tunamtukuza Mungu wa mbingu na nchi. Hata yule atakaye kusikiliza, anayekuona anasikia kama mimi nahubiri hapa au nafundisha hapa, mtu mwingine akisikiliza mafundisho haya anakaa anayafuatilia mwanzo mpaka mwisho, baadaye anarudisha tena asikilize tena hayo mafundisho yamkolee. Unaona, akisikiliza wimbo vile unavyoimbwa, ule wimbo unagusa maisha yake, baadaye anarudisha kwenye YouTube asikilize tena ule wimbo, baadaye anampostia mtu mwingine, sikiliza waimbaji wa kwaya fulani wamebariki moyo wangu. Kwa hiyo tunakuwa na muda wa maombi. Kuna yale ya kuomba siku ya Jumapili, lakini wakati mwingine kiongozi wa kwaya, iwe ni ya vijana au iwe ni ya kanisa Shalom, anaweza akapanga, jamani pamoja na utaratibu wa maombi na sisi tunataka tuombe. Tutakuwa tuna maombi ya siku 2. Naona kufunga asubuhi na jioni, kufunga asubuhi na jioni. Hatutafanya mazoezi. Tunataka tumtafute Bwana na nguvu zake. Tutafute uwepo wa Bwana.
Kwa hiyo ndio hayo ninayozungumzia. Huo ndio uamsho sasa unaanza kutokea. Huo uamsho sasa unaanza kwenda. Tunaelewana jamani? Tunaelewana? Kwa hiyo ni uamsho katika vikundi, inaweza kufanyika namna hii. Katika Mathayo 18 mstari wa 20. Hapa ni Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo anathibitisha hayo maneno. Mathayo mtakatifu ile sura ya 18 mstari wa 20. Inasema hivi: kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Unaona, hiki ni kikundi cha watu 2 au wangapi? 3, lakini wamekusanyika kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Yesu anathibitisha, anasema na mimi nipo hapo katikati yao. Hiyo ndio maana ya idara au vikundi. Kuna vikundi vya watu wachache, naona wanakusanyika kwa jina la Bwana katika masuala ya maombi, ili kusababisha uamsho ufanye nini? Utokee. Mungu wetu apewe sifa. Tutaangalia jambo la 4, uamsho kupitia taifa zima. Kuna wakati uamsho unaweza ukaja kupitia taifa zima, yaani taifa zima ikatokea tu roho ya maombi, watu wakaomba taifa zima, na Mungu anaheshimu sana. Mtakumbuka wakati wa Magufuli palipotokea ugonjwa wa COVID, yule mheshimiwa akiwa hai akasema, jamani, natoa siku 3 Wakristo wanaoitwa Wakristo kwa madhehebu yote wafunge siku 3, waombe, wamlilie Mungu ili ugonjwa huu usiwe na nguvu katika Tanzania. Alafu na Waislamu nao wakapewa siku 3. Si mnakumbuka jamani? Watu wakafanya nini? Tukaomba. Tulianza Wakristo tukaomba siku 3, wakaja ndugu zetu Waislamu nao wakaomba siku 3. Ndiyo, kuna watu wachache sana walipoteza maisha yao kwa sababu ya COVID, lakini kwa kweli nchi yetu ikawa salama. Hizi barakoa zilikuwa kama fashion tu, kwa sababu ni fashion imetokea, na wengine mpaka sasa hivi wanaendelea na hiyo fashion ya kuvaa barakoa wachache. Yaani ilikuwa kama ni fashion tu, haikuwa kama ugonjwa. Unaona, leo unamkuta mtu amevaa ya kijani, kesho kavaa ya blue, kesho kutwa kavaa nyekundu, kesho, yaani ni fashion fulani ilitokea. Maana tayari maombi yale yalileta uamsho, na nchi yetu ikawa imefanya nini? Imeponywa. Nchi yetu iliendelea na mikutano. Nchi yetu haikuweka road block. Kenya walikuwa wamefunga, Rwanda walikuwa wamefunga, Burundi walikuwa wamefunga, Malawi wamefunga, mipaka ya Msumbiji ilikuwa iingiliki, Marekani, Uchina, nchi mbalimbali zilikuwa zimefunga, lakini Tanzania tu peke yake haikufunga. Hakuna mipaka ilifungwa, tulikuwa tunakwenda kila kona kwa sababu maombi ya nchi nzima. Bwana Yesu. Mnakumbuka wakati Yona ameambiwa akahubiri Ninawi. Alipokwenda kwenda kuhubiri Ninawi, Yona akakataa, akatoroka ili aende Tarashishi. Wakati Yona anakimbia kwenda Tarashishi, Mungu akamrudisha Yona. Naona Yona akatupwa baharini. Maandiko yanasema samaki akafanya nini? Akammeza Yona. Baadaye Yona akakumbuka, akaona hapa nitapoteza mwelekeo. Akamlilia Bwana peke yake. Samaki yule akamchukua, akaenda akamtapika pwani. Wanazuoni wanasema ya kwamba pale pwani alipomtapika Yona ni pale ambapo meli huwa inapakiza watu. Kwa hiyo palikuwa pana watu wako ufueni wamekaa pale, walishangaa kuona samaki anapanua mdomo alafu anatema mtu. Alafu alipomtema yule mtu akaanzia pale Ninawi. Baada ya siku 40 itafanya nini? Itaangamia. Sasa wale watu wakasadiki, jamani, hatujawahi kuona samaki tema mtu kama vile baharini hapo. Watu wako baharini wapo wamekaa, alafu waone samaki anatema mtu kabisa namna hii. Hizo habari zikaenda kila kona. Maandiko yanasema zikamfikia mfalme wa Ninawi. Mfalme akatangaza mbiu, akasema, jamani, nchi nzima wanyama wasivae, wanyama wavalishwe magunia, wasile wala wasionje, tukamlilie Mungu. Inawezekana huyo Mungu akaghairi, akauacha uovu aliokusudia kwa ajili ya nini? Ya Ninawi. Ninyi mnasoma Biblia, taifa zima la Ninawi likafanya nini? Likapona. Kwa hiyo pia maombi ya taifa zima huwa yanaletaga uamsho mkubwa sana. Maombi ya taifa zima, ukisoma kitabu cha Yona sura ile 3 mstari wa 5 mpaka wa 10, ndio hizo habari nimezielezea. Lakini ili kufanya yakae vizuri, acha tusome ili usikie vizuri hiyo mistari inavyosema. Yona sura ya 3
kuanzia ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Biblia inasema basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katikati ya majivu, na akapiga mbiu, akatangaza habari yake katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikizwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia. Nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, naam, na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi kuiacha hasira yake kali, ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile baya ambalo alilisema atawatenda asiwatende. Unaona, hili ni taifa la Ninawi. Walimu wanafundisha, wanasema lilikuwa lina watu 120,000. Hawa watu wote pamoja na wanyama wakaleta uamsho mkubwa sana. Hawakupigwa na Mungu. Maombi yanasababisha uamsho. Taifa zima likisimama katika maombi, Mungu anafanya mambo ya ajabu sana. Hapa Ninawi haikuangamia kwa sababu taifa lilikuwa kwenye maombi, likamlilia Bwana, na Bwana akagaili ule uovu ambao alikuwa ameukusudia kuwafanyia. Kwa hiyo taifa pia likiomba Mungu, huwa mambo yanatokea ya kumtukuza Mungu. Mtakumbuka kipindi kile cha mfalme Yehoshafati. Mnakumbuka kipindi cha mfalme Yehoshafati. Yehoshafati aliona majeshi yanavamia nchi yake, akatangaza kuita Yuda wote waje Yerusalemu ili wamtafute Bwana. Wakaanza kumwomba Mungu, wakasema, wewe ni Mungu unayeokoa, sisi hatuna uwezo, wewe unaweza kutufanyia mambo haya. Taifa zima likaomba. Wakati naomba, nabii akainuka akasema, msiogope, jipangeni, mtauona wokovu wa Bwana. Ndipo Yehoshafati akasimama kwa nguvu, mstari wa 20 akasema, muaminini Mungu ndivyo mtakavyofanikiwa, waaminini manabii ndivyo mtakavyothibitika. Naona wakafanya mambo yale, wakawapiga wale maadui wote, ushindi mkubwa ukatokea. Kwa hiyo taifa pia linapomlilia Mungu, uamsho unatokea. Tunasikia kama kuna hali ambayo sio nzuri, hali ya kiroho sio nzuri. Kuna mambo mengi yanatokea, tusiyaone ya kawaida. Ndoa zinavunjika, haziendi, mpaka vijana wanaogopa kuoa na wasichana wanaogopa kuoa makanisani, sio nje ya kanisa, kwa sababu wanasema nikiolewa tu baada ya muda mfupi ndoa inaharibika, au nikioa tu baada ya muda mfupi ndoa. Huu ni uvamizi. Kuna mambo fulani yamevamia, lakini sio hivyo. Kuna hali ambayo imekuwa sio nzuri, sio nzuri. Hata dunia inatushangaa, Tanzania tu yenyewe inatushangaa. Watu wanauliza, hivi huu ndio wokovu? Hivi ndio miujiza? Yaani vitu vimekuwa mchanganyiko. Ni kama watu wako kwa waganga wa kienyeji, ni kama kanisa linakuwa kama lina utapeli fulani. Mafundisho mengi, kila mtu anafundisha vitu vyake, kila mtu anaeleza vitu vyake. Kwa kunakuwa na mchanganyiko mwingi. Tunahitaji uamsho. Wapendwa, tunahitaji uamsho. Nasema tunahitaji uamsho. Biblia anasema usiku umeendelea na mchana umefanya nini jamani? Umekaribia. Basi tuyavue matendo ya giza, tuenende kwa adabu. Kanisa lisilale. Kanisa lisiwe na mfanano na dunia. Yaani mawazo, mtazamo. Kanisa ni chombo kingine kabisa ambacho Mungu amekiweka. Kwa hiyo hebu turudi tumtafute Bwana. Hebu turudi tumuombe Mungu. Tutakapoendelea kumuomba Mungu, tutaona matokeo makubwa sana yatakayotokea. Katika Mithali sura ya 8 mstari wa 17, tafadhali naomba nisomewe. Mithali 17, Mithali mlango wa 8 mstari wa 17. Napomalizia, uamsho ni maombi yenye bidii. Namalizia hapo. Uamsho ni maombi yenye bidii. Lakini hakuna uamsho bila maombi. Hakuna uamsho bila maombi. Lakini uamsho pia tukubaliane kwamba ni maombi yenye nini jamani? Yenye bidii. Mithali sura ya 8 mstari wa 17. Na wapenda wale wanipendao. Na wapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Condition ni hiyo. Na wale wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Asante.
Mungu anasema hapa, nawapenda wale wanipendao. Tunampendaje Mungu sasa? Ni kuwa na mahusiano naye, ni kushirikiana naye, ni kuwa tayari katika kuomba ili uamsho uje. Alafu maombi ni maagizo. Mungu aliagiza tuombe. Halo jamani, si ndio? Mungu aliagiza tufanye nini? Tuombe. Anasema ombeni bila kukoma. Yaani swala la kuomba ni kuomba bila kukoma. Lakini upande wa adui unatafuta kila njia ili uwe bize kiasi ambacho hata usiku, mchana unaweza ukawa bize sana, hata usiku ukajikuta uko bize ukashindwa hata kuomba. Na hiyo anakuwa amefaulu. Si anasema mpanzi alikwenda akapanda mbegu njema kondeni, si ndio? Watumishi wake walipolala, adui akaja akapanda magugu katikati ya nini? Ya ngano. Baadaye vilipokuwa vinamea, vikamea ngano na nini? Na magugu. Lakini shida ni nini? Shida wale watunzaji wa shamba walikuwa wamefanya nini? Wamelala. Kwa hiyo maombi yanafanya kanisa linakuwa macho. Hasa hapa anasemaje? Nawapenda wale wanipendao. Na watakao nitafuta kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Kwa hiyo katika maombi tunatia bidii, tunahimizana. Ukiona mwenzako analegea unamuhimiza, ndugu tuombe. Na unajua Bwana wetu Yesu Kristo aliyefanya, nimesoma pale alipokuwa amekwenda na mitume kule mlimani, Yohana, Petro na Yakobo. Walipofika mlimani wakalala. Ukisoma ile sura ya 20 ngapi ile ya kitabu cha Mathayo 26, Biblia inasema Yesu akaenda akawaamsha. Unaona Jamani, amkeni muombe. Wakaamka. Yesu akawa yuko mahali fulani anaomba. Baadaye alipokuja zamu ya pili akakuta wamefanya nini tena? Wamelala. Yesu akafanya nini? Akawaamsha. Akaenda tena akaendelea kuomba. Akaja zamu ya tatu akawakuta tena wamelala, akawaamsha. Na akauliza, jamani, mmeshindwa kukesha nami hata lisaa hili limoja? Kwa hiyo tusilaumiane ila tuamshane. Unaona ile moyo wa kuamshana. Wewe unamshtua mwenzako, ndugu, amka. Tunataka tumuone Bwana. Maana amesema watakao nitafuta kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Kwa hiyo uamsho ni lazima, au uamsho ni maombi yenye nini? Yenye bidii. Nilitaja pale mara ya kwanza Matendo ya Mitume 12 mstari wa 5, kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Ukienda Yakobo 5:17, Biblia anasema Elia alikuwa mwanadamu wa tabia moja kama sisi, akaomba kwa bidii. Mtu yote anayetia bidii kwenye jambo lolote lile lazima atafanikiwa. Si sawa jamani? Jambo lolote tukitia bidii utafanikiwa. Kwa hiyo tumepanga mambo haya kwa sababu tumeona hali halisi. Tunatamani tutoke hapa tulipo tuende mbele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tusimame tumuombe Mungu. Nitakupa dakika 5 tu, kama una swali la kuuliza utauliza. Kama hakuna katika hizo dakika 5 tutakuwa tumefikia mwisho na kiongozi wa ibada ataendelea. Hebu tusimame tuombe Mungu atusaidie katika mpango tulionao. Tunahimizana mtu alete mshirika mmoja mmoja. Mtu akishe tukifika Disemba kila mtu analeta mshirika mmoja. Huwezi ukaleta kama una nguvu za kiroho. Lazima nguvu za kiroho tuziite. Mungu atusaidie. Zile nguvu za kiroho zinatuwezesha sasa kuwa na ujasiri, zinatuwezesha kuwa na ushuhuda, zinatuwezesha sisi kuleta watu wengine kwa Kristo Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru sana kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa neno lako ambalo limefundisha mahali hapa Bwana. Naomba neema yako pamoja na watumishi wako hawa. Wabariki wanaume, wabariki wanawake. Tenda Mungu muujiza kupitia neno hili Jehova. Ni kweli Bwana, pasipo maombi hakuna uamsho Bwana. Uamsho wa mtu mmoja mmoja, tumeangalia uamsho wa kanisa, tumeangalia uamsho wa vikundi Bwana. Tumeangalia uamsho pia wa taifa. Taifa lilipoomba kwa pamoja Bwana, uamsho mkubwa ulitokea. Vikundi vilipoomba mbalimbali, uamsho mkubwa ulitokea Bwana. Kanisa lipojipanga katika maombi, uamsho mkubwa ulitokea Bwana. Mtu binafsi atakaposimama katika zamu yake katika kuomba, uamsho utatokea na utakuwa sababu ya kuwagusa wengine na kusababisha Bwana moto wa uamsho wake katika taifa letu la Tanzania. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba na kushukuru. Amen.